Kijiji cha Muono sehemu ya 51. Mtunzi anaitwa Hans Maserini na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata yote katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya 50 tulisha pale ambapo mara baada ya visomo pamoja na maombi makali hatimaye wale wachawi waliweza kusalimu amri. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 51. Baadhi ya watu wengine waliokuwa wameondoka kimazingira hawakurudi katika hali yao ya kawaida. Walikuwa madondocha kwa sababu tayari walikuwa wameshakatwa debe zao. Vilio vilizuka upya katika baadhi ya familia ambazo walijua ndugu zao wamefariki miaka mingi. Walikuwa nalia tu. Walikuwa nalia sana ndugu zao. Vilio vilikuwa zaidi kwa familia zile ambazo ndugu zao walirudi lakini hawakuwa tena katika hali ya kawaida. Lakini vilio hivyo havikuweza kabisa kubadilisha ukweli. Waliwapokea kuishi na ndugu zao hao waliobaki kwa madondocha. Hata wale viongozi wa dini waliopotea pia awali wakafanikiwa kurejea wakiwa wazima, huku wakiwa wanatoa ushuhuda wa miujiza ya Mwenyezi Mungu kutokea huko kwenye mji wasioujua kabisa. Waliweza kurejea. Jamani, tumshike Mungu kisawasawa. Mwenyezi Mungu anatenda. Sisi ni mashuhuda wa hilo. Katusaidia sana katika mazingira ambayo kupata msaada ni vigumu sana. Tumshike sana Mungu wetu. Viongozi wale wa dini walitumia ushuhuda wa wao kuponyeka kutoka katika himaya ya wachawi kama njia ya kuwalinganisha wao na uwepo wa Mungu. Watu wakaanza kuamini na wengine kufuata dini ile walioiamini itawasaidia kukuza imani yao. Walianza kufuata. Katika kijiji cha Lepwete, Ziduna akiwa anaendelea kuzungumza juu ya kaburi lile lilokuwa limefunguka, huku akiwa ameyafumba macho yake. Kwenye akili yake yaliweza kuja matukio yote yaliyokuwa yakiendelea ndani ya lile kaburi. Alikuwa anajua, akayafumbua macho yake na kuyatoa kwa nguvu. Kitu yalizungumza kwa ukali. Alistaajabu vile tu mara baada ya kugundua kwamba mle ndani kulikuwepo na jitu. Muda ule ule macho yake yalibadilika na kuwa mekundu. Sura yake pia ikabadilika. Punde uso wa simba ukauvaa uso wake. Magamba mithili ya nyoka yakaanza kuchomoza katika mwili wake. Punde akabadilika na kuwa joka kubwa. Akaanza kujiburuzisha kudumbukia ndani ya shimo hilo. Aliingia mle ndani Ziduna. Aliweza kuingia ndani ya lile kaburi na kuambia ondoka. Ondoka. Mkuru alikuwa anazungumza kuendeleza vitisho kwa lile jitu. Alikuwa anazungumza vile tu. Siondoki hapa mpaka ni upate mwili wangu. Mzimu wa Luambo ulioko ndani ya mwili ule wa jitu ukazungumza kujibishana na ule mkuru. Ulizungumza vile ule mzimu. Ulikuwa unazungumza vile pia. Ondoka na kuambia kabla sija kusambaratisha. Nimesema siondoki hadi nikipata kiwiliwili changu. Mkuru kwa hasira akarusha ngumi yake iliyotoa kombora zito. Lile kombora liliweza kuonwa na lile jitu. Akaacha mdomo wake na kutoa hewa iliyouzima lile kombora lenye moto. Mkulu akabaki akiwa anashangaa. Bali baki anashangaa tu. Na hata Bimshamu aliyopo nyuma ya jitu lile pia alianza kuogopa. Alianza kuogopa Bimshamu. Alianza kuogopa. Mshamu, kimbia. Kimbia Mshamu. Mkulu akamwambia Bimshamu aliyokuwa nyuma yake, nitaondokaje wakati njia ndio amekalia hilo jitu? Acha uzito. Tumia akili yako kuondoka hapa. Niache mimi nipambane na ile jitu. Jitu lilikuwa likipiga hatua kuwafuata. Lilikuwa linawafuata ile jitu. Siwezi. Nimejitahidi sana kuondoka kwa njia zangu lakini nimeshindwa. Acha uzito. Ondoka. Mkulu akazungumza kwa ukali kumfukia Bimshamu aliyekuwa nyuma yake. Lakini alipogeuza kichwa chake mbele, tayari jitu lile likawa limeshafika karibu yake. Lile jitu likanyosha mkono wake na kuikamata shingo ya Mkulu. Lilikamata shingo yake. Kitendo cha kuigusa shingo ile tu tayari kichwa cha Mkulu kilishakuwa kimedodoka chini kikiwa kimetenganishwa na mwili wake. Mkono wa jitu ulibaki hewani ukiwa na damu kutokea katika mwili wa Mkulu. Bimshamu akatoa macho yake kwa uoga akiwa na utazama mwili wa Mkulu wake uliokuwa unapuputika pale chini ulipokuwa umedondoka.
Alikuwa na uoga tu Bimshamu. Jitu likanyanyua uso wake kutoka kwenye kile kiwiliwili cha mkono lilipokuwa likiuangalia na kumtazama Bimshamu aliyekuwa katika hofu. Liliweza kumtazama. Nilimtazama Bimshamu kwa hasira aliyekuwa katika hofu. Naomba nisamehe mimi. Bimshamu alikuwa anazungumza akiwa analia kuomba msamaha. Alikuwa analiomba lile jitu msamaha tu. Mwili uko wapi? Akapokea swali hilo kutoka kwa lile jitu. Mimi sijui lolote. Yakapokea kofi moja tu lililomzunguzisha mara mbili. Yakatulia. Niambie, mwili uko wapi? Likauliza tena, lakini Bimshamu alibaki kimya akiona ugolia lile kofi. Lakini akiwa katika ile hali, hakuamini kabisa kile alichokuwa nakiona kwa muda ule. Alikuwa amini kabisa kile ambacho alikiona muda ule. Nyuma ya ile jitu kulikuwa na joka kubwa ambalo Bimshamu ndio alilokuwa akiliona kwa wakati ule. Jitu lile halikuona hilo. Yakawa anazidi kung'ang'aniza kupata kile ambacho alikuwa anakusudia. Mara baada ya kuona Bimshamu hatoi ushirikiano wa kile ambacho alikuwa anakiuliza, basi akanyanyua mkono wake kwa ajili ya kumwangamiza Bimshamu kama alipokuwa amefanya kwa Mkulu. Kabla mkono ule haujamfikia Bimshamu, tayari joka lile kubwa lililokuwa nyuma ya jitu lile lilikuwa limeshauwai, na dakika chache tu ule mkono ulikuwa umeshadodoka chini mara baada ya kukatwa na ncha ya mkia mkali wa lile joka. Na mkono ule haukudondokea popote zaidi ya kung'ang'ania paja la Bimshamu karibu na ofisi kuu. Na hata pale Bimshamu alipojaribu kuutoa katika mwili wake, haikuwezekana kabisa. Ulishikilia ngangari kabisa, ule mkono ulisha kukatwa. Kabla jitu lile halijafanya chochote kutokana na taharuki aliyokuwa ameipata, lile joka likauwahi kumzingira Bimshamu na kumrusha juu. Kurushwa kule juu kulimtulisha nje kabisa ya lile kaburi. Akafikia mgongo alipokuwa ametoa kwenye kaburi lisilokuwa limejengwa. Kitendo kile kilikuwa ni cha haraka sana. Yaani ilikuwa ni ndani ya sekunde moja tu, na lile joka ndio lilikuwa limefanya vile. Na hivyo baada ya kumfikisha Bimshamu nje ya kaburi lile, likarejesha mwili wake ndani na kumvaa lile jitu. Akamzingira yule jitu. Lile joka liliweza kulizingira lile jitu, na hapo ndipo purukushani zilipoanza. Zilikuwa ni purukushani nzito ndani ya lile kaburi. Kila mmoja alikuwa anakataa mwenzake kumtawala. Vumbi tu lilikuwa likitimka mle ndani ndilo lililokuwa likishuhudiwa na Bimshamu kule nje alipokuwa anaugulia maumivu ya mguu wake ulionasia skeletoni ya mkono wa lile jitu. Na licha kujaribu sana kutoa ule mkono wa lile jitu, lakini wapi, ule mkono ulizidi kung'ang'ania katika paja lake. Akiwa bado yuko pale pale akihangaika kuutoa mkono ule katika lile tundu la shimo la kaburi kwa zamu, lile jitu pamoja na Ziduna walikuwa wakihangaika kutoka, lakini ilishindikana mara baada ya kila mmoja kumvuta mwenzake kumrudisha ndani. Yaani ilikuwa ni Ziduna akikaribia kabisa kuja nje, alikuwa anavutwa ndani, na kuna muda vile vile lile jitu lilikuwa linakaribia kabisa kutoka nje, lakini lilikuwa linavutwa na Ziduna ndani kule vile vile. Lilikuwa linavutwa mle ndani na Ziduna aliyekuwa amebadilika kuwa joka. Na kuna muda Ziduna ilipokuwa zamu yake kuibuka juu, alikuwa anamwamrisha kwa sauti kuu bibi yake kwamba aondoke katika eneo hilo. Bimshamu akaanza kujinua pale chini na kuanza kuondoka huku akiwa anachechemea. Alitembea mithili ya kangaroo kutokana na maumivu ya mguu ule. Akiwa anatembea kuondoka katika eneo lile, ghafla alisikia kelele kutokea nyuma yake. Aligeuka.